Tunakushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi toka hapo saa 1 kamili, na sasa ni saa 1 na dakika 25, na sasa ni mjadala mkuu Alex pamoja na Lavet. Mjadala wetu kwa siku leo utajikita katika kuangalia siku ya benki duniani. Siku ya benki duniani, leo tunasherehekea siku ya benki duniani, na sisi tunasherehekea hapa, tunaweka kabisa nawe pia utasherehekea huko ulipo. Alex, ni jambo ambalo hapo utalifuatilia, utaliona kwenye nimekutumia hapo. Safi. Sasa wakati kusherehekea siku ya benki, kuna mambo mengi sana ambayo utayafahamu, faida za kuwa na akiba benki, masuala mazima ya mikopo, lakini huduma za kibenki zinapatikana kwa urahisi kiasi gani, na je, mwananchi anaweza kuzipata. Ili kuweza kujadili hayo kwa kina, tupo na bwana Evans Maro. Yeye ni meneja wa tawi benki inaitwa Letshego Faidika Benki. Ndio tutakuwa nayo katika kipindi kwa siku ya leo. Dala, mara ya kwanza umefungua account benki ilikuwa ni mwaka gani? 2016 I think. Shida ilikuwa ni kwa ajili ya Tena nilikuwa advance. Kwa advance. Nilifungua pale ingawa sikuwahi kuitumia hiyo account. Nikaja nikafungua tena hiyo 2017. Wakati naenda chuo ndio nikafungua. Sawa, si mbaya. Sasa tutajua kwa kina, mimi sikumbuki kwa kweli nilifungua lini. Sio nilikuwa shule ya msingi, sio nilikuwa sekondari. Shida sio ulifunguliwa, yaani tatizo ni kwamba wewe ulifunguliwa wakishua. Kwa hiyo ukafunguliwa benki, ukawa na account yako ya benki, ndio maana benki mpaka wakishua. Account ya benki. Yaani kama nyumbani hawana huo utaratibu. Kwanza pesa zenyewe za kuweka benki unapata wapi? Yaani mpaka muwe na account benki, maana yake una uhakika kupata pesa ya kwenda kuweka huko. Lakini pia kuna mambo mengi ambayo anakuambia wewe na account yako ukitaka kusafiri kwenda baadhi ya nchi. Unaona sasa? Yaani umeona ushaweka hapo kwenda baadhi ya nchi. Yaani sasa tupo na bwana Evans. Habari za asubuhi. Salama kabisa. Kutoka hapo Mkwema. Kwema kabisa. Sawa, kwanza tujue hii Letshego Faidika Benki. Napenda sana ile jina la Faidika, au sio? Ndugu yangu. Kuna faida sio? Karibu sana. Asante sana. Yeah, kama ulivyonitambulisha hapo awali, naitwa Evans Anaseli Maro. Ni branch manager wa tawi la Letshego Faidika Benki. Wa tawi la Mwanza, Letshego Faidika Benki. Sisi ni benki ya kibiashara, commercial bank, ambapo makao makuu yako Dar es Salaam, Morocco, na tuna matawi mengine karibu nchi nzima. Tuko Mbeya, Arusha, Dar es Salaam yako matatu. Yes. Kwa hiyo hayo ndo matawi yetu na network yetu, na tuna satellite au sales center zaidi ya 80 katika wilaya mbalimbali kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo tunajihusisha na huduma za kifedha kama ulivyosema hapo awali, ni benki. Kwa hiyo tunatoa huduma zote za kibenki kwa wafanyabiashara pamoja na watumishi wa umma. Hiyo ndo hasa Letshego Faidika Benki. Ndio maana kumbe ndugu yangu pale akawa ameenda pale chapchap pale Morocco. Kabisa. Sasa pale ni makao makuu yetu. Okay. Yeah, labda kama ningekuambia nini, tuko Lumumba. Nitakupa maana ya jina letu. Okay. Neno Letshego kwanza ni kama assist, mafiga. Kwa ni kwamba tunasaidiana na wateja. Kwa Letshego Faidika ni tunawafaidisha watu wa Tanzania kwa kuwapatia huduma za kifedha. Ndio maana neno Letshego. Kwa tuko Lumumba hapo, mtaa wa Lumumba, ndio kwa hapa Mwanza tawi letu lilipo. Sawa. Yes. Huduma za mikopo pia zipo Exactly. Tunatoa huduma za mikopo kwa watumishi wa umma wote ambao wameajiriwa na serikali, tunawapa mikopo. Na sisi na nyie sekta binafsi pia mnapewa. Kwa hiyo ni watumishi wa umma na sekta binafsi. Na wafanyabiashara wanapata huduma za kifedha pia. Siku ya benki ilianzishwa na Umoja wa Mataifa kama kutambua mchango wa benki kwa maendeleo endelevu na kuendeleza ama kuboresha maisha ya watu. Nataka kufahamu, wewe ni meneja wa tawi. Unadhani benki ina nafasi gani katika maendeleo endelevu? Yeah, asante sana kwa swali zuri. Kwa kweli mfano umeajiriwa, wewe ni mwajiriwa na una malengo ya kutengeneza makazi yako binafsi. Kama unataka kuendelea, kwa hiyo inabidi uweze kujiendeleza kwa kusave kidogo kidogo. Of course unaweza kupata, lakini itachukua muda. Ndio. Lakini wewe ni mwalimu umeajiriwa au ni mtumishi yote wa umma,
unataka ufanye makazi kwa ajili ya familia yako, uweke maendeleo, ukae sehemu, maana yake utakwenda kuchukua mortgage loan au utakwenda kuchukua mkopo, utakwenda. Au mfanya biashara, unataka kufanya biashara yako, sio rahisi uweze kupiga hatua kwa nguvu zako mwenyewe. Of course utapiga hatua, lakini ili maendeleo yako yaende vizuri, unahitaji huduma za kifedha. Kuna wengine siku hizo wanataka kununua huduma, wanataka kununua bidhaa China. Siku hizo dunia ni kijiji, rahisi kufanya malipo wanapokuwa na benki. Kwa hiyo kweli banking industry na play big role kwenye jamii kuweza kusaidia kuweza kufanya maendeleo yetu mbalimbali, kwa sababu tunahitaji kusema kweli huduma za kifedha. Mfano unataka kufanya malipo yako sasa, sio rahisi uanze kupeleka fedha zako mahali labda ndio upate huduma Dar es Salaam kwa haraka. Kwa lazima uhitaji benki kama unahitaji kufanya big transaction. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kuwa na benki kwa watu wa chini na mpaka wa juu. Samani mtu ukiwa unaenda benki umebeba briefcase, una vizuri kama tulivyovaa sisi hivi. Hivi bado kuna hiyo kwamba ukiwa na account benki unaonekana ni mtu wa fahari, au ni maisha tu ya kawaida yamebadilika kwamba ni lazima tu kila mtu awe na account? Okay, asante sana. Swali zuri sana. Kwa kweli account sio anasa. Siku hizi kufungua account imekuwa ni rahisi sana. Unapokuwa na kitambulisho chako cha NIDA tu ambacho wana Tanzania wote tunavyo. Unapokuwa na kitambulisho cha NIDA, ukifika benki kwa shilingi 10,000 au 15,000 unafungua account. Kwa unaona jinsi ilivyokuwa rahisi. Hata wewe bodaboda, mfano ni bodaboda huko hapo umekaa kijiwe, yale mahesabu yako kwa kuweka mahali ambapo unaweza kuiaccess, unaweza kwenda kuweka benki. Na sisi kuna account ambazo ziko favorable. Yaani wewe ukiwa na NIDA, zamani tulikuwa tunaamini matajiri ndio na account benki. Ndio. Which is very wrong. Yaani hiyo ni perception ambayo ni mbaya sana. Unapokuwa na idea NIDA, ukikaa pale kwa mtu wa huduma wetu wa benki, dakika azidi 30 unakuwa na account yako. Ni tunafuata verification ile NIDA yako. Yaani ni kitu rahisi, ni kitu cha lazima kuwa na account. Kwa mfano nitoe mfano kwa watu wa kawaida, mfano wewe ni mama ntilie au ni bodaboda. Unakwenda benki na NIDA yako, unapata account yako. Unapoweka hela benki, ni tofauti unapoweka kwenye simu kwa kawaida. Ukiweka hela kwenye simu, of course utaiaccess kwa haraka. Lakini kama una malengo ya kuitumia hela yako ikae salama, ikae bila kuiaccess, unaenda kuifungua benki na unakuwa na account mbalimbali. Kuna zile account zinaitwa dunduliza ambazo of course sisi hiyo account tunao inaitwa dunduliza. Ipoje? Hiyo account mtu unapofika pale benki utafungua kama nilivyokuambia, masharti tuwe na NIDA tu. Hiyo account itakupatia mpaka 10% ya faida ya fedha zako, kwa sababu uiaccess mara kwa mara hela yako. Hiyo hela ukienda kuiweka pale, mfano umeweka 100,000. Bwana, hii ni account yangu ya dunduliza. Mpaka na ufika mwisho wa mwezi hauja withdraw hiyo hela yako. Unapewa interest, unapewa faida ya ile 100,000 ambayo ipo kwenye account yako. Umeelewa? Lakini vile vile hatukubani, ukitaka kuitumia utaitumia, tutakupa interest ya ile kilichobaki. Kwa umetoa ilibaki 50,000 tutakuchaji 50,000. Dunduliza. Inaitwa dunduliza account. Ni account nzuri sana kwa wafanyabiashara, kwa bodaboda, mama ntilie, mfanyabiashara mkubwa. Kuna mfanyabiashara mwingine mkubwa ana hela tu milioni 30 iko mahali imekaa tu. Lakini ile fedha ukiileta benki kwenye account ya dunduliza, hiyo nimekutajia account ya dunduliza, kwa kuwa na NIDA tu na passport yako size moja, unaiweka hiyo account kwako, at the end of the month tunakupigia interest ya hiyo hela iliyobaki. Kwa hiyo unapata faida mara mbili, tofauti na ukiwa na hiyo hela kwenye misimu. Muda wote una access tu, muda wote unaifanya na haina faida. By the end of the day unakatwa wewe tena. Wakati hii account, kwa nimekupa mfano hiyo account moja, lakini zipo account nyingi benki ambazo zinakuwezesha wewe mtu wa chini ku access, tofauti na ile perception kwamba account ni matajiri, account ni wafanyabiashara wakubwa, lakini kumbe wewe ukikaa hapo chini mama ntilie. Na uzuri account ya dunduliza unapata na ATM card. Pale unaondoka nayo. Kwa hiyo unaweza ku access hiyo ATM. Sema ndugu yangu wewe. Kuna bwana wewe, mimi nafikia chini. Kuna njia nyingi ambazo kuna njia nyingi ambazo watu wanazitumia kuhifadhi fedha. Yes. Mwingine anachimbia chini. Mwingine anaweka kwenye mfuko, anaficha mahali. Mwingine ana kibubu chake. Mwingine anaweka popote pale. Mwingine kuna mtu anampa amwekee mtu anayemwamini, nishikie hii pesa, anaweka. Unadhani kwa nini huyu mtu, tuzungumzie na hawa watu wa chini, kwa nini huyu mtu aache hizi njia nyingine zote za ambazo amezizoea alafu apeleke pesa benki? Asante sana. Kwanza kupeleka hela benki, cha kwanza ni usalama wa kifedha. Yaani hiyo ni sababu kubwa na namba moja. Wewe unaweka pesa kwenye kibubu. Ikitokea kuna mtu mmoja nimekusikia kapata ilitokea ajali ya moto kwake, hela zikachomeka ndani.
hiyo ni hatari. Au umetokea wizi, mtu amkibaka amevunja nyumba, of course ataiona hela yako kwa haraka, anaibeba kibubu chako na unapata kisimanzi ambayo haieleweki. Sasa unapoweka hela benki miaka mitatu exactly, unapoweka hela kuangalia mle kuna shingapi ndio sasa unaiona ukivunje sio leo, lakini ukiweka hela benki iko salama. Jambo la pili, unampa ndugu yako akushikie. Binadamu tumekuwa na ubinadamu wetu. Bahati mbaya kuna leo kuna kesho, wote tutakufa. Bahati mbaya amefariki, paka uanze kuelezea familia nilimpa pesa. Sometimes unamwamini bila hata kumwandikisha, ni ndugu yako, ni mjomba wako, ni kaka yako. Hivi unaiambiaje familia yake ile kwamba sasa huyu mtu nilimpatia fedha zangu anitunzie? Utakuhisi labda unatake advantage, labda ulikuwa unajua na hizo fedha. Lakini unapokuwa na hela yako iko salama, una access kwa uhuru wako, inakuwa imetunzwa. Kama mfanya biashara ni mdogo mdogo, maana yake pia unaweza kupiga mahesabu yako ya biashara. Kwa mfano wewe ni mama ntilie umekaa chini. Kuna mwingine mama ntilie ukikaa naye chini ukimpigia mahesabu, unauza shilingi ngapi kwa siku hajui. Unauza shilingi ngapi kwa mwezi hajui. Lakini kama kila jioni unapeleka 30 benki. Na siku hizo lazima uende physically. Zipo njia nyingi. Kuna mawakala kila kona, mawakala yetu hapo. Unapeleka fedha kwa wakala hapo jirani yako. Sasa umepeleka fedha kwa wakala, kila jioni unaweka hela yako 20. Kwa mwisho wa mwezi unajua mimi kwa mwezi napata 300,000. Lakini hilo swali ungelimuuliza before hajaweza kutumia benki. Kwa benki inakusaidia kuweka record zako za fedha. Inakusaidia kuweka usalama kama nilivyosema. Pia unajiwekea namna ya kuaminika na hata wadau wengine. Kwa mfano wewe nimeomba ni dini na watu wadogo wadogo kwanza. Sawa. Au na wakati. Wewe ni mfanyabiashara wa nguo pale Lumumba, hapo Mwanza Lumumba au soko kuu. Unataka kwenda kuomba huduma ya kifedha benki. Watakwambia ili tukufuatie fedha lazima tujue uwezo wako wa kulipa mkopo wetu. Utalipaje mkopo wetu? Mimi bwana nalipa, nipe statement yako ya benki. Unakuja pale Leshego Faidika, tunakuprintia statement yako, unakuja tunamuonyesha tu mtu wetu wa mkopo pale. Bwana mimi si unaona kila mwezi naweka 300,000. Okay. Kumbe kwa 300,000 hii tukimpa rejesho la 200,000 anaweza kulipa. Kwa hiyo bila benki nani anaweza kupata kujua hizo rekodi zako? Kwa benki ni record, benki inakusaidia kuweka fedha zako zinakuwa salama. Pili ni malengo yako. Mfano hela muda ambao unaihitaji. Umesikia mzigo wa haraka unapatikana hapo Kahama. Kwenye account yako tayari unakuwa na hiyo fedha, tofauti na kuweka njia ambazo sio za formal. Sawa. Natamani pia nijue elimu kwa umma, sababu watu tunauliza pia wakati mwingine labda inawezekana wanaotazama kwa hivi sasa hawafahamu hata faida za benki. Ndio. Wana hawajui kwamba labda benki inaweza kusaidia kwenye jambo hili na lile. Tulikuwa tunataniana hapa, kwa mfano ukitaka kwenda nchi kama Marekani. Ndio. Kwa masharti mapya ambayo yapo. Unajua kwamba unatakiwa kuwa na dhamana sio kiasi gani. Hawaangalii sema hata utasema sio kwenye mtandao fulani eti hapa. Tuonyeshe bank statement yako labda nini na nini kule na vitu kama hivyo. Huwa mna utaratibu wa kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na umuhimu wa benki na leo tukisherehekea siku ya benki duniani. Nashukuru. Kwanza tunashukuru Star TV na uongozi wenu kwa kutupa platform hii. Of course tunafanya. Lakini mpaka kupata fursa ya kuonekana kwa mamilioni ya watu, tunawashukuru sana nyinyi Star TV. Of course tunafanya sana. Lakini yanakuwa hayapati hii platform umuhimu kama hii. Ni muhimu sana kwa wafanyabiashara, na mimi niende kuchomekea hapa maada kwamba wafanyabiashara wakubwa wasiogope benki. Unapotumia benki inakusaidia kama faida zote mlizosema. Unafanya malipo ya nje Japan, unafanya wapi? Unapotumia benki ni rahisi sana kuaminika. Mfano kama nilivyosema, mfano wewe kwenda Marekani. Wanakuambia unaenda kufanya biashara. Tuambie wewe ni mfanya biashara tangu lini? Na miaka 5 sasa. Tuonyeshe statement yako. Uliongea vizuri sana hapo. Ni vizuri unaenda na proof, unakuja Leshego tunakuprintia. Na siku hizi dunia ni kijiji, unaweza kuiaccess mwenyewe kwa kutumia app. Sisi tuna app inaitwa Leshego app. Ukiwa umeweka miguu yako juu tu kwenye kochi, ni rahisi tu una access pale fedha zako, unafanya transfer kwenda benki nyingine yote unafanya. Kama ambavyo tunataka kutoa statement kuprove pale ubalozini, unataka visa, tunakuonyesha pale, unamuonyesha. Kwa pale inakusaidia kuprove kwamba wewe ni mfanyabiashara na unatumia account kama ulivyosema. Kwa hiyo elimu ni muhimu iwafikie sana Watanzania, hasa wafanyabiashara. Bado wengi wanaogopa. Wanakuambia nikitumia benki nitaonekana na mahela mengi. Wewe wafanyabiashara sasa wakubwa wale wanakuwa wanakosea. Kiukweli nimesha kumfanya biashara mmoja mkubwa Afrika, nisimtaje tu, amesema yeye amekuwa anapendwa na kila taasisi ya fedha duniani kwa sababu anatumia benki. Ukitumia benki, mfanya biashara yote anataka kukua, ni muhimu sana. Ni muhimu kuliko unavyodhani. Hata makadirio yako ya mapato yanakuwa haki.
Sasa wewe unapokuwa unaficha taarifa zako muhimu kama hizi, kiukweli utakwenda unaomba visa ya kwenda kufanya biashara na Japan, labda kuchukua magari, wanakuambia una hiyo capacity huna. Wewe benki yako, mbona tunakuona wewe capacity yako ni 100,000. Mfano kama umesema na account 2016 alichomeka, labda imeshakuwa dormant. Unaenda na pale wanakuambia hapana, wewe sio mfanya biashara, labda unaenda kwa agenda nyingine kwenye nchini kwetu. Lakini ni muhimu sana Watanzania wa chini, na banking sio anasa. Kama nilivyokuambia, ukiwa na shilingi 10,000 tu unafungua account kwetu 15,000, unapata na visa yako, unaondoka, una access account yako muda wote. Ni muhimu sana. Asante sana. Nilitaka kuongelea pia benki nyingi, pengine inawezekana labda watu hawa access hizi benki kwa sababu labda zipo maeneo ya mjini tu. Na maeneo wakati mwingine labda hata kuzifikia labda benki inakuwa ni kuna ugumu fulani hivi. Nyie kama benki mnalikavaje hilo gap? Asante sana. Sasa tuna huduma za mfano USSD. Unajua kuna wafanyabiashara wengine yuko mjini hapa, lakini inabidi aende vijijini ndani kufuata mzigo. Na itabidi alipe watu. Ndio kama sasa hivi tumekuja na app inaitwa Let's Go app. Hii app yetu inakuwezesha kuaccess popote pale ambapo kuna internet. Unaweza kuaccess fedha zako, statement na kufanya miamala mbalimbali. Unaweza kuwa internet hamna, kuna huduma USSD. Nyota 15027 reli, pale unapata una access account yako, una transfer hela kwenda account nyingine, una transfer kumlipa mfanyabiashara, unanunua umeme, umefika mahali mafuta yameisha, umeingia Shell, unalipia kutumia app yako, unatumia hiyo USSD. Yaani ni rahisi sana, ni tuna access dunia mkiji. You don't need a physical branch. Sasa hivi tu branch ni simu yako. Mimi ni hapo ipo kwenye simu yangu hapa. Ninafanya kile ninachokitaka kwenye access account yangu, ninauliza taarifa zangu za kifedha, ninaweza kupiga call center yao, labda mfano sasa hivi tuna call center yetu kifufu tunapokea pale. Kwa ni huduma imekuwa kijiji, tunakuhudumia popote ulipo. Umesema hapa mjini mpo sehemu gani? Tuko Lumumba, mtaa Lumumba hapo, karibu na My Hotel. Hapo Lumumba, mtaa Lumumba hapo. Mimi napenda sana Abdalla, kabla uje. Napenda sana mikopo. Na nimependa sana, kuna kitu kimoja amekisema, sijui kama mtazamaji amekielewa vizuri zaidi. Abdalla, kuna mtu mmoja alikuwa akiniambia kwamba Bernard, kama unafanya shughuli labda kubwa hizi za kibiashara au za kuingizia kipato, mkopo ni inevitable. Yaani mkopo ni kitu ambacho huwezi kukiepuka. Lakini bado kama alivyosema nimenukuu, unaweza taratibu kama unatunza, labda nimepata kifedha fulani kwa nikitunze. Fedha fulani kwa nitunze ili ikifika kiwango fulani niweze kufanyia jambo fulani. Lakini anachokisema ni kwamba mikopo ina boost haraka. Ndio kwamba ukipata mkopo, ufanye biashara wakubwa, na kweli ukiangalia ufanye biashara wakubwa ambao wamefanikiwa na wengine na wajasiriamali wanakuwa na mikopo. Pale mikopo ambao naweza nikapata kwa rahisi mimi mtu wa kawaida. Ni mkopo aina gani ambao mnao pia pale Letshego Faidika benki? Okay, asante sana. Kwa tuanze na watumishi wa umma. Watumishi wa umma wote wanapata huduma ya mikopo kwetu kwa kupitia ESS. Siku hizi kuna huduma ya serikali imewezesha kupitia ESS. Kwa pale Letshego Faidika, ukiscroll pale unatuona. Tuko pale na tuko very fast. Au unatutembelea kwenye tawi letu, hiyo ni huduma. Mikopo ya kwanza watumishi wa umma wanaipata. Mikopo ya sekta binafsi kama nyinyi mko hapa kwenye kampuni yenu, of course nitaongea na uongozi hapa nijaribu kuwaomba. Kwa hiyo uongozi wenu utawasaidia hapa. Wewe utapata mtumishi mkopo binafsi, ukuja pale unakopa kwa kutumia mshahara wako tu. Uko taasisi binafsi unakopa pale kwetu. Tuna mikopo ya wafanyabiashara wa chini kabisa, wa kati na wa juu. Wewe ni mfanyabiashara kama nilivyokuambia, unahitaji huduma za kifedha, unatuona na tunakuwezesha kifedha. Na vile tuna mikopo ya mwingine ana bima ya gari. Unajua mwingine gari yake ina thamani ya milioni 60. Comprehensive yake tu labda milioni 3. Anasema jamani, milioni 3 nikate bima kubwa, lakini gari yako ni ya thamani, ikipiga mzinga hiyo utalia. Sasa labda milioni 3 huna. Utakuja kwetu, utauchukua mkopo wa bima na usio na riba kubwa. Yaani mfano mfano 800 unakuta kiriba pale ni F80. Nimekupa mfano hapo F80. Kwa umeisave gari yako imekosekiwa hadi unalipa bima yako kidogo kidogo. Gari yako iko salama, umelipa bima kidogo kidogo na maisha yako yako salama. Na bima sio tu za gari. Unawezekana ni duka lako unataka kuweka fire ile huduma ya fire. Kwa hiyo tunakukopesha bima au tunakupa kwa cash. Kwa hiyo huduma zote hizo ni huduma ambazo ziko kwenye banking industry ambazo ni Tanzania wa chini. It's must to have. Lazima uwe na account, kama una bima lazima uwe na bima mbalimbali za afya ambazo tunatoa pale kwetu. Okay. Ukitazama ukienda mtaani ukizungumza na watu wa kawaida, kuna hii imani ya kwamba pesa ya mkopo haiwezi kukuletea maendeleo. Unadhani kuna ukweli kiasi gani katika hili?
Safi sana. Swali ni zuri tena, umenipa fursa hii, nashukuru sana sana. Karibu. Unajua mkopo unavyosemaga ni kitu kama ulivyosema, hiyo notion mbaya, kwa sababu ndo kama yale tunakuja. Wewe biashara yako ina uwezo wa kuingiza shilingi 10,000 tu kwa siku. Unakopa mkopo ambao utarejesha 40,000 kwa siku. Hapo lazima uone laana huo mkopo, kwa sababu umepewa mkopo mkubwa kuliko uwezo wako. Kwa mfanyabiashara yoyote ambaye anataka kukopa kwa malengo, lazima uwezo wako ule wa kulipa uwe unapimika na kuonekana. Ndio hivyo nilivyokuambia, tumia akaunti yako ya benki kupitisha miamala. Ile itakusaidia sikuona. Wewe uwezo mzunguko wako wa fedha ni 200,000. Usichukue rejesho ambalo, yani wewe faida yako ile 200,000, unachukua 300,000 rejesho lako. Hapo lazima uone mkopo ni laana. Lakini ukifano unapata kipato cha 300,000, rejesho ni 80,000, lazima mkopo utakuwa ni faida kwako. Maana kama malengo yako yanakwenda na una uwezo wa kulipa. Kwa hiyo chukua mkopo ambao unaweza unaweza kuumudu. Chukua mkopo ambao biashara yako unaweza kulipa. Kuna mwingine biashara yake ni malikauli tu. Yaani yaani yeye anachukua nguo kwa watu, nguo huko. Yeye hana mtaji kabisa pale. Shuku ndio. Unakwenda benki kukopa na wewe huna mtaji. At the end of the day unarudisha hela ambayo sio. Kwa hiyo commission ndio faida yako. Hata ofisi hauna. Imagine. Sasa hapo lazima mkopo hela, lakini kwa mtu yoyote unaweka kwenye mtandao. Yes, itakuwa mbaya. Lakini pengine hii inaonyesha kwamba inawezekana watu hawana elimu ya kutosha kuhusiana na mikopo. Je, huwa mna utaratibu wa kuwapa elimu kabla ya kuwapa fedha? Amekuja Bernard hapo anataka achukue mkopo. Mna utaratibu wa kumpa elimu huyu bwana kuhusiana na mikopo, namna gani anaweza mkopo hili ukamletea faida? Yes, nikachukua tu mkopo, kesho nimeenda kuoa fulani. Ya elimu kwetu, ukifika Leshego Faidika benki, kwa benki yetu, ukifika cha kwanza kabla tujakupa hela, lazima tukupe elimu. Kwanza tutakutembelea kwenye biashara yako, tuione ipo. Tutatumia mbinu zetu kujua kama ni ya kwako kweli. Okay. Kwa hiyo tukishaiona, tutakushauri, bwana, huu mkopo unaotaka, mbona ni unataka hela kwa ajili ya nini? Nataka niweke madirisha, nataka ni sasa madirisha ukiyaweka yatakuletea faida kiasi gani? Kwa nini hela ambayo unataka kuweka hapa usiongeze mzigo ambao utauzika? Kwa tutakushauri pale. Huo ni mfano tu nimekupa, lakini tutakushauri kulingana na hiyo loan purpose yako, malengo ya mkopo wako. Sawa. Nimependa sana hiyo. Sasa mtazamaji, bado tupo na bwana Evans. Tuko na bwana Evans Maro ambaye ni branch manager au ni meneja wa tawi la Leshego Faidika benki. Na leo tunasherehekea siku ya benki duniani, lakini wakati tunasherehekea kuna mambo mengi ya kimsingi ambayo mtazamaji wetu mimi pamoja na Abdalla Othman tunahitaji uyafahamu kupitia kipindi hiki. Na endapo una maono na ushauri, si vibaya pia wakati kusherehekea na sisi tuambie pia una account benki. Na kama una account benki wewe unazingatia, unaangalia mambo ambayo yapo huko. Sasa wakati tukisonga mbele, nikisubiri pia kusoma ujumbe wako, nataka bwana Evans atuambie pia umuhimu wa kuweka akiba. Karibu sana. Asante sana. Ni muhimu sana kuweka akiba benki kama nilivyosema. Ni kwanza hata kwa serikali nafikiri hichi ni kitu ambacho inakihamasisha sana kwa Tanzania. Hii inasaidia sana kuweza kuchachafisha uchumi wetu. Hiyo ni lugha ambayo sijui kama ni sahihi sana, lakini uchumi unahitaji mzunguko wa fedha. Weka fedha yako benki. Hiyo ni sehemu salama ambapo kwa sisi Leshego Faidika benki tunakukaribisha sana. Tunazo akaunti nyingi ambazo ziko pale kwetu. Kama nilivyokuambia, kuna hiyo ambayo ni dunduliza ambayo ina faida kila mwezi. Kuna transaction account ambayo tunaita current account ambayo kwa mfanyabiashara ambao unatoa na kuweka haraka, tunakukaribisha sana uje uweke na kutoa haraka. Kuna fixed account, wewe ni mfanyabiashara ambao una hela yako iko tu mahali milioni 100 labda uliuza nyumba au ni faida, tunakukaribisha sana njoo. Tunazo rate ambazo ni competitive kwenye soko. Hakuna benki yoyote Tanzania ambayo inaweza kucompete na sisi kwenye interest rate ile ya fixed deposit, ile account ya muda maalum. Labda unataka kwa miezi 6, miezi 12. Hakuna benki ambayo ina hiyo competitive interest rate kuliko sisi. Kwa kama wataka tujaribu. Kwa Mwanza tuko Lumumba, hapo mtaa Lumumba, na Dar es Salaam tupo Manzese pale branch Darajani, tupo Kariakoo, tupo Temeke, tupo Mbeya na maeneo mengi Tanzania tuna sales center zetu. Karibuni sana. Hii ya fixed account wakati Bernard anaenda kusoma ujumbe kwa dakika kadhaa. Hebu tupe elimu kuhusiana na fixed account. Okay. Yeah, sawa, kabla tuendelee na simu. Habari za asubuhi. Naomba kufahamu jina lako ni nani na upo wapi, na Alex naomba
Ndio. Nilikuwa nasikiliza kipindi kilichoko hewani. Bado tupo, karibu. Sasa Ndio. swali langu linajikita kwenye swala moja. Kwanza kwa majina naitwa Richard Kibona, niko mkoa wa Songwe. Karibu Bwana Richard. Nauliza kwa nini hao watu kama huduma yao nzuri namna nilivyokuwa nasikiliza toka mwanzo, huduma inaonekana ni nzuri, lakini huduma hii inaonekana inajikita kwa wafanyabiashara na wafanyakazi. Lakini katika nchi yetu watu wakulima ambao ndio sehemu kubwa ya watu wa Tanzania. Sasa kama huduma yao nzuri sio, kwa nini hawajaingia vijijini kufungua matawi yao kwenye wilaya mbalimbali ili wakulima wanufaike na huduma yao nzuri? Ndio ni swali la kwanza. Lakini swali la pili ni kwamba ukiangalia hiyo faida hiyo inajaribu kusema kwamba unaweza kufungulia kuanzia shilingi 10,000. Inahakika kwamba sasa hivi wakulima nao wanafanya kilimo cha biashara kwa sasa hivi. Vijana ambao wamejiingiza kwenye kilimo na kina mama ambao wamejiingiza kwenye kilimo hawalimi kilimo cha zamani za wazee wetu walipokuwa wanalima panda, nao wanafanya kibiashara. Sasa hao kwa nini wanapataje huduma hizo ambao ndio wengi katika Tanzania? Asilimia karibu 80 ni wakulima, wafanya biashara pamoja na nani ni kama 20 kama siko ndio maliza yangu na kuelewa. Sasa hao mnaoanza wengi wakubwa ambao ndio kuna Watanzania wengi na ni wazalisha mali wataipataje huduma hiyo ili nao waweze kuamua sawa na wafanya kazi? Maana sasa inaonekana kwamba kama kwa namna nyingine. Asante sana. Swali lake ni clear kabisa. Pili huyu hapa. Habari za asubuhi. Habari ya asubuhi nzuri. Jina lako nani na upo wapi? Bwana ndiye anaongelea kutoka Dar es Salaam. Kwa dakika moja tunaomba swali lako Bwana Paulo je. Asante. Mimi naomba kuongea kidogo kwenye kuhusu mikopo. Kuna baadhi ya benki wakipiga interest rate ya mkopo mikubwa, ile hela ya bima na mkopo hawaisikii na hesabu sababu kupewa. Lakini baadhi ya benki zingine wakipiga interest rate ya mkopo mikubwa wana calculate kiwemo na ile hela bima ya mkopo ambayo kupewa. Sasa je, ile tunasemaje? Sasa mkijaje mkopo kupiga hesabu kati ile ambayo hajapewa, lakini hata kule mabenki mengine wanafanya hivyo. Ndio swali langu. La pili hilo. Watatu, habari za asubuhi. Salamu alaykum. Jina lako nani na upo wapi? Wanatoka Segerea. Karibu. Asante. Nasikia pale ameongelea kuhusu 10% ya tunduliza. Sio kawachanganya watu. 10% kwa mwezi au kwa mwaka. Maana kama ni kwa mwezi 10%, watu wataenda kugombana huko. Mnaangalia umbali kwa hiyo kila matawi haya mabenki hajawafikishia watu miguuni, na uli tu ndio hiyo interest rate kama 10% faida anapata. Mtu anatoka kwa anacha kazi, akifika pale kuna na foleni, mtu anataka foleni masaa matatu anasubiria hela, yaani hapo mwenyewe umepeleka foleni kuichukua foleni. Kwa hiyo benki si baya sana, yaani tunahitaji kuimarisha vitu vinginevyo. Mtembee mwana vibubu vyenu kama wanafanya vibubu huko mitaani. Sawa. Nakuzalia wenyewe. Yohana, maneno mazuri sana. Asante sana Yohana. Tunakushukuru sana Yohana. Mwingine huyu hapa kwa ufupi. Habari za asubuhi. Naomba upungue sauti ya TV. Kumradhi, sitaendelea na hii kwa sababu sasa ni mengi sana, lakini pengine tuanze na hayo. Okay, asante. Labda nimpe nafasi huyu hapa. Habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi. Na kupata jina lako ni nani na upo wapi? Jina lako? Naomba kufahamu jina lako ni nani na karibu kwenye kipindi tafadhali. Jina langu naitwa Enoch Venance kutoka Kigoma, umesema karibu. Kwa ufupi. Tunaomba swali lako au maoni. Haya. Mwingine, habari za asubuhi. Mtazamaji, habari za asubuhi.
Naomba kufahamu jina lako ni nani na uko wapi, na tunaomba maoni yako au swali tafadhali. Karibu. Karibu. Unachokiona ndio hicho, ndio sisi bwana. Habari za asubuhi. Jina lako ni nani bwana na upo wapi? Unasemaje? Karibu. Sasa mnatoka tumeshataja jamani kwenye kipindi cha michezo. Azam na Singida bila, Mtibwa na JKT bila. Tuna dakika chache sana. Okay. Kwanza naomba nianze na la BIMP la Dunduliza. Dunduliza ni kweli tunamshukuru, tunampongeza mtazamaji kwa kufuatia vizuri. Hiyo ni ya mwaka. Niliposema mpaka 10% ni ya mwaka. Kwa hiyo mfano 100,000 utapigiwa interest ya 10% kwa mwaka mzima. Kwa mwezi itakuwa unapewa kwa mwezi, lakini kumbuka kwa mwaka na 10% maana yake kuna ya mwezi yake hapo. Okay. Utakuwa unapewa monthly, accrue monthly. Na kuna kitu kingine walisema hapo, wakulima of course tunapambana na tutawafikia, na ndio maana tumeshaanza kuweka sales center vijijini. Tuko kila kona ya wilaya za mfano kwa kanda ya Ziwa na maeneo mengi nyanda za juu kwa ambapo yupo. Tushaanza kufika sales center. Kwa hiyo tutaendelea kujitangaza kama ambavyo tumekuja leo, na tutakwambia uko karibu na wapi ili tuweze kukufikia zaidi. Nashukuru. Sawa. Kuna nani Paul J? Paul J aliulizia interest aliuzia. Interest ni 10% Dunduliza mpaka 10% kwa mwaka, sio kwa mwezi. Kwa hiyo tutakupigia kwa mwaka. Nadhani kuna mtu mwingine aliuliza kuhusu kiacha Paul J, kuna yule mkulima ile. Mkulima wa Songwe. Wa Songwe. Huyo ndo wa kwanza, wakulima na watu ambao mko pembezoni mwa Tanzania, msiwe na shaka, tumeanza kuja. Na sasa hivi tumeanza kuwa na sales center zetu ambazo ziko maeneo mbalimbali kama nilivyotoa mfano kwa hapa vijiji vya Mwanza, Sengerema, huko Ukerewe, na tuko huko Mbeya, tuko na ndani. Habari za asubuhi. Sawa, jina lako nani na upo wapi? Jina lako? Karibu bwana Swai, tunakusikia kwa dakika chache. Bwana, nimeona kama sana ndo siku ya benki duniani. Ndio. Lakini mimi nilikuwa nataka nishauri kwamba sasa hivi mabenki mengi sio rafiki kwa maskini, kwa sababu hata ukiweka fedha wanakata kila mwezi. Ndio. Sasa wanapokata kila mwezi, mtu ambaye mwenye mtaji mdogo anahitaji kuingiza fedha benki ili angalau isaidie kwa kipa, baadaye unakuta benki inakata. Lakini ukiangalia tena kwa upande mwingine, benki huwa inafanya biashara na kukopesha, kwa unapata faida kupitia fedha za kodi ambazo zinazoingiza ndogo ndogo katika akaunti zetu. Lakini sasa nilikuwa na shauri hata niombe vizuri, kwa sababu kuna mtaalamu yuko huyo mtaalamu basi atuambie ni kwa nini mabenki sasa wanakata angalau, kwa sababu tunapoingiza benki fedha zinawasaidia kukopesha watu wengine matajiri wakubwa na wanapata faida kubwa. Na baada ya kupata faida kubwa, sasa hatuoni faida kwa sisi ambao wanyonge tunaingiza fedha zetu kwenye akaunti mabenki huko. Sawa, kama kupata sio benki zinavyojiendesha. Swai pole sana, lakini nikwambie tu ndo kama nilivyokuambia nilianza hivyo kuja cha kwanza kuingia, wakati kama ulitusikia kuanzia mwanzo tulisema ni lazima mfanyabiashara upewe account kulingana na wewe ulivyo. Sisi tumekupa mfano wa account yetu inaitwa Dunduliza. Hiyo account haina makato ya mwezi kabisa, ila ina faida kwako wewe ambao unaiweka. Nimekwambia mpaka mwaka mzima unaweza kupata 10% interest rate ya ile hela ambayo umeweka kwa mwaka mzima. Sasa ukienda kufungua ile transaction account, ile account ya ambayo inafanya kila siku, inaitwa current account. Sio lugha ya Kiswahili, ni ile account ambayo kila saa unatoa na kuweka. Kumbuka hela yako benki hawaitumii kabisa hapo. Wewe kwa wiki una draw mara 6 mara 7. Hiyo current account. Na wewe ni mfanyabiashara wa chini. Kwa hiyo ni vizuri sana unapofika benki lazima wakuulize kipato chako. Kwetu ukija tutakushauri. Ndio kama hivyo nilikwambia. Ukija kama ni mtu wa chini tutakushauri ufungue Dunduliza ambayo haina makato kabisa ya mwezi. Tofauti na wengine ambao ukifika watakupatia ile account ambayo sio. Naomba upatie mawasiliano yako kama iko sawa. Wapatie mawasiliano yako tuweze kuhitimisha kipindi. Okay, namba yangu ya simu ni 0658 555 244 Evans.
Rudia tena. Sasa mtazamaji, usimpigie simu Abdalla. Abdalla atakwambia tu mambo ya utangazaji. Tumaki iko hivi, fedha iko hivi, BJ hivyo hivyo. Huyu bwana mpigie simu, muulize hayo yote ambayo ameeleza, duduliza na nini na mikopo na utaratibu na faida. Leo tunasherehekea siku ya benki namba 0658 555 244. Karibu sana. Basi anapohitaji haraka. Naomba kabisa nihitaji namba 0658 kwa faida yako mtazamaji. 555 ziko 3 alafu 244 0658 555 244. Nisema mpo wapi hapo Mwanza? Tuko mtaa Lumumba kwa Mwanza branch. Lakini tuna matawi pia Kariakoo, kuna mgeo Kariakoo pale ipo. Kama huko Manzese kuna tawi pale Manzese Darajani. Kama huko Mbeya kuna tawi Mbeya, kama huko Dodoma tuna service center pale Uzunguni. Tupo maeneo mengi, Mbeya, Arusha na kila mahali. Sawa. Kienda dawa napenda sana kufikia maeneo ya Manzese. Lakini kwa Mwanza hapa ni mtaa Lumumba. Karibu sana Manzese. Mtazamaji, mimi ni Al-Habib Abdullah Othman Feruzi, asante sana. Sawa, sisi tunakushukuru sana. Tunashukuru sana kwa sababu mje hapo basi. Tutakuja. Na mimi nitakuja pale na ndugu yangu hapa. Kuna vitu tunavifanya, tunaweza tukachukua pesa kidogo pale. Tukaishi vizuri duniani. Sawa, karibu. Sawa, mtazamaji, basi kwenye kipindi tukisherehekea siku ya benki duniani, leo tuko na bwana Evans Maro ambaye ni branch manager Leshego Faidika benki. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi, kwa kutumikia ujumbe wako mfupi. Napiga za siku nyingi lakini wakati mwingine tutakupatia nafasi na message sijasoma nitakupatia aweze kuzisoma, atazifanyia kazi. Kwa niaba ya Love It Yague pamoja na Alex na Lucy walioshiriki katika kipindi kwa siku ya leo, jina langu ni Bernard James Bidi. Asante na tukutakie asubuhi njema.